Kuna watu wengi wanafikiri kuwa kukua kimaisha ni suala la umri, kwamba kadiri unavyozeeka ndivyo akili yako inavyokomaa. Lakini ukweli ni huu: sio kila mtu mzima ana akili iliyokomaa. Wapo watu wadogo kiumri lakini wana fikra nzito sana, na wapo watu wakubwa kiumri lakini bado wanatawaliwa na hasira, wivu na maamuzi ya haraka. Leo nataka tuzungumze kuhusu tabia zinazoonyesha akili yako imepevuka kweli, si kwa maneno, bali kwa matendo na mtazamo wa maisha. Kama uko tayari kujitambua, kama uko tayari kukua kiakili na kimaisha, hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho. Tabia ya kwanza: huhitaji kushinda kila mjadala. Akili iliyokomaa haipigani kuthibitisha kila kitu. Mtu mwenye akili iliyokomaa anatambua kuwa sio kila mjadala unahitaji ushindi, sio kila maneno yanahitaji majibu. Kuna wakati unachagua kunyamaza, sio kwa sababu huna la kusema, bali kwa sababu amani yako ni muhimu kuliko hoja. Tabia ya pili: unakubali makosa yako bila visingizio. Akili isiyopevuka hujilinda kila mara. Hutafuta mtu wa kulaumu, hutafuta sababu. Lakini akili iliyokomaa husema, ndiyo, hapa nilikosea. Hakuna drama, hakuna kujitetea kupita kiasi, ni uwajibikaji tu. Na hapa ndipo watu wengi hushindwa. Tabia ya tatu: huchagui vita vya kupigana. Mtu mwenye akili iliyokomaa hafuatilii kila kero, hafanyi kila kitu kuwa personal. Anajua tofauti kati ya kitu cha kupuuzua, kitu cha kujadili na kitu cha kuondoka kabisa. Akili iliyokomaa huokoa nguvu. Tabia ya nne: huchukua muda kabla ya kujibu. Akili iliyokomaa haisemi kwa mihemko, inasikiliza, inafikiria, halafu inajibu. Watu wengi hujibu haraka, lakini wachache hujibu kwa busara. Ukiona mtu ananyamaza kwanza kabla ya kujibu, mara nyingi huyo ana akili iliyokomaa. Tabia ya tano: huheshimu tofauti za watu. Hauhitaji watu wafanane na wewe ili uwaheshimu. Hauhitaji kila mtu akubaliane na wewe. Akili iliyokomaa inasema, unaweza kuwa tofauti na bado tukaheshimiana. Tabia ya sita: hujua kuweka mipaka, boundaries. Husemi ndio kwa kila mtu. Huruhusu watu kukanyaga muda wako, akili yako au heshima yako. Akili iliyokomaa inajua kujilinda sio ubinafsi. Tabia ya saba: hufurahi kimya kimya. Huhitaji kupiga kelele kuhusu kila mafanikio yako. Huhitaji kuthibitisha kila hatua yako. Unajua kuwa dhamana yako haitegemei uthibitisho wa watu. Tabia ya nane: hujilinganishi kila mara na wengine. Unajua safari yako ni yako. Unajua muda wa kila mtu ni tofauti. Akili iliyokomaa haishi kwa mashindano ya maisha ya watu wengine. Tabia ya tisa: unajifunza kila siku. Hujioni umefika, hujioni unajua kila kitu. Unajua kuwa kujifunza hakumaliziki. Tabia ya kumi: unatafuta amani zaidi kuliko kelele. Akili iliyokomaa inapendelea utulivu, maisha yenye maana, mahusiano yenye afya. Sio drama, sio makelele yasiyo na maana. Kama umejiona kwenye baadhi ya tabia hizi, basi ujue uko njia sahihi ya kukua kiakili. Na kama kuna tabia bado unajifunza, usijilaumu. Kukua ni safari, sio mashindano. Kama video hii imekufungua macho, bonyeza like, subscribe na ishiriki kwa mtu unayekali. Tuandikie pia kwenye comments, ni tabia gani imekugusa zaidi. Tutaonana kwenye video inayofuata.